Iran imefanya shambulizi zito katika ubalozi wa Marekani huko nchini Iraq. Ni wakati ambapo Rais Donald Trump wa Marekani alikuwa akizungumzia vitisho vikali vya mafuta dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani aliapa kufuta bandari kuu ya mafuta Tehran, isipokuwa mlango bahari wa Hormuz utaendelea kuwa wazi. Ni wakati ambapo Iran imeamua kufanya shambulizi zito katika ubalozi wa Marekani huko mjini Iraq. Rais wa Marekani amejigamba kuhusu mashambulizi yenye nguvu zaidi ya mabomu katika historia ya Mashariki ya Kati, huku kukiwa na ripoti za uimarishaji mpya katika eneo hilo, wakati mashambulizi ya Amerika na Israel dhidi ya Iran yakiingia wiki yake ya tatu. Katika kujibu, Iran imetishia kugeuza miundombinu yote ya mafuta yenye uhusiano na Marekani katika Mashariki ya Kati kuwa rundo la majivu ikiwa vifaa vyake vitashambuliwa. Lakini pia ni wakati ambapo Iran imefanya mashambulizi mazito katika ubalozi huo na inadaiwa kwamba hali katika eneo hilo ni mbaya mno kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Iran inaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali katika Mashariki ya Kati katika kile ilichokisema ni kulipiza kisasi. Kadhalika ni katika kuhakikisha inaharibu mipango ya Marekani katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Ni wakati ambapo ubalozi huo ambao bado ulikuwa ni tegemezi kwa Marekani, licha ya kwamba ilidaiwa baadhi ya wanajeshi wameondoka katika taifa hilo la Iraq, lakini bado kuna baadhi ya wanajeshi waliosalia huko, ikiwa ni pamoja na wale wa Ufaransa ambao wamekuwa na ngome za kijeshi katika nchi ya Iraq. Marekani inadai kwamba itapambana kuhakikisha inaiharibu Iran, lakini ni wa Iran ambao wamesimama kidete kusema kwamba watatumia makombora yao kuhakikisha wanaishambulia Marekani iwezekanavyo na kuharibu mali zao zilizopo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kadhalika mashambulizi mengine yanatajwa kufanywa na Iran katika maeneo mengine ya eneo hilo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na huko Saudi Arabia. Katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Kitaifa la Iran, Ali Larijani, amekejeli fadhila za Marekani kwa habari kuhusu waliko viongozi wa Iran, akisema kwamba wamekuwepo na bado ni miongoni mwa watu waliopo nchini Iran, tofauti na wanasiasa wakuu wa Marekani wanaoogelea katika kisiwa cha Epstein. CENTCOM ya Marekani imetangaza kuwa wafanyakazi wake 6 wa kikosi cha anga cha Marekani wameuawa na wamethibitishwa kufariki baada ya ndege kuanguka katika anga wakati wa operesheni zao za Epic Fury magharibi mwa Iraq. Lakini pia shambulizi hili linadaiwa kwamba limefanywa na washirika wa Iran, makundi ambayo yanasaidia Iran katika mapambano wakati wa vita hivi vinavyoendelea huko katika Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Utaweza kujua yote hayo. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.